Bwana, nimepata taarifa moja kutokea pale nchini Morocco na nilikuwa na chat na mwandishi mmoja anaitwa Mohamed Ayub. Amenipa taarifa ambazo kidogo ni taarifa ambazo sio nzuri sana kwa mashabiki wa Simba, lakini mimi naamini kwamba Simba bado ni timu nzuri, ni timu ambayo inaweza kwenda kucheza vizuri popote bila kujali aina yoyote ya figisu ambayo wanaweza kufanyiwa kule. Mohamed Ayub ni mwandishi mkubwa tu pale nchini Morocco, ni mtu ambaye ana CV kubwa by the way, kwa sababu anafanya kwenye moja ya shirika kubwa la utangazaji pale nchini Morocco by the way. Na moja ya vitu ambavyo ameniambia ni kwamba kuelekea kwenye huu mchezo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba na RS Berkane, kuna vitu vingi ambavyo tayari Berkane wameanza kuvifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri ya ushindi pale kwenye ardhi ya Morocco, na target yao ni kuhakikisha kwamba wanamaliza hii mechi wakiwa pale. Yaani maana yake washinde mabao mengi wakiwa nyumbani pale pale Morocco, ili wanapokuja huko Tanzania kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa basi waje walau kutafuta tu kutafuta hata sare, na hata kama watafungwa lakini bado wasifungwe idadi ya magoli ambayo inaweza kuzidi idadi ya magoli ambayo wamefunga wao wakiwa nyumbani kwao. Maana yake kwamba kule Morocco wanashinda mabao mengi kuliko mabao ambayo wanaweza kuja kufungwa hapa Benjamin Mkapa. Sasa moja ya vitu ambavyo ameniambia ni kwamba tayari wameanza mpango wa kufanya maandalizi mazuri zaidi. Wameanza mpango kwanza walikuwa wanaichunguza Simba tangu wiki iliyopita. Kwa taarifa ambazo Mohamed Ayub ameniambia ni kwamba walikuwa wanaichunguza Simba kwa muda mrefu. Kwa hiyo tayari kwenye vile vitu ambavyo walikuwa wanachunguza navyo Simba tayari wameanza kufanyia kazi, na siku ya jana ndo wameanza mpango mkakati sasa wa kuona namna gani ambavyo wanaweza kufanya ili waweze kwenda kuidhoofisha Simba uwanjani. Wameshajua wachezaji gani ambao ni hatari zaidi, lakini pia wameshajua sehemu gani ambayo Simba wana madhaifu makubwa na tayari wameanza kuyafanyia kazi. Sasa hizi timu kutoka Morocco mara nyingi ni timu ambazo zimekuwa na figisu nyingi sana. Yaani hazijawahi kufanya vitu kawaida. Yaani mara zote wakiamua kufanya mambo yao, wanafanya mambo yao in a serious way. Yaani hawatakagi masiara hata kidogo. Na hata wakiamua kufanya figisu, wanafanya figisu za maana. Na wanaweza kufanyia figisu ambayo wewe unaweza usielewe, lakini yani usichukulie serious, lakini kumbe inakuumiza kwa namna moja ama nyingine. Sasa ni moja ya vitu ambavyo wanahitaji kuvifanya ili kuhakikisha kwamba wanaenda kupata matokeo ambayo ni mazuri. Ananiambia Simba wao walishafanya uchunguzi kuhusu madhaifu ya Simba na tayari wameshajua kwamba wachezaji hatari kwenye kikosi cha Simba ni Elim Panzu na Kibu Denis na Jean Charles Ahoua, ndio wachezaji ambao ni hatari zaidi. Kwa hiyo wanaandaa mpango mkakati maalum wa kwenda kuwaangamiza, kuhakikisha kwamba hawa wachezaji hawawezi kuwa na connection nzuri na wachezaji wao uwanjani. Na ni kitu ambacho of course wakikifanya kwa ubora ule mkubwa sana inaweza pia kweli kuathiri Simba, kwa sababu kitazama Simba kwenye eneo la mbele wachezaji ambao ni hatari ni Elim Panzu na Kibu Denis na Jean Charles, au wengine ni wachezaji ambao wanaibuka tu kutokana na matukio, lakini anaweza katokea hata matukio 4-5 bado usione uhatari wao, lakini ni wachezaji ambao tukio moja mawili yanaweza kubadili taswira nzima ya mchezo wenyewe. Kwa hiyo kama Berkane wataamua kuwakaba kweli hawa watu vizuri kwa ubora wa hali ya juu na kwamba hawafanyi hawatengenezi hatari yoyote kwenye lango lao, inaweza kwenda kuwasaidia. Lakini Mohamed ananiambia wao tayari Berkane wameshafanya huo mchakato na tayari wameanza mpango mkakati wa kwenda kuwazuia hawa wachezaji wasiweze kwenda kuleta madhara kwenye lango lao. Lakini pia Berkane wanashirikiana na wadau mbalimbali pale nchini Morocco kuhakikisha kwamba kuanzia Simba wanafika, lakini mpaka wanaanza mazoezi, wanaenda uwanjani, wawe tayari wameshajua kila kitu kuhusiana na klabu ya Simba, namna gani watakaa, watafanya mazoezi wapi, kwa sababu pia nao wanajua kwamba Simba anawahi kufika pale. Kwa hiyo inawezekana sehemu ambazo Simba wataenda kuweka kambi kukaa kuna watu pia ambao wana record na kutoa data kwenda kwa Berkane, ni kitu ambacho kinawezekana. Na kwa wenzetu tunajuaga mara nyingi kwenye mashindano kama haya huwa wenzetu kwenye taifa lao huwa wanaweka kama kuna changamoto za hapa na pale wanaziweka kando. Kwanza wote wanaungana na kwa kitu kimoja. Na wakiwa kitu kimoja inawasaidia sasa kutengeneza mpango ambao unaweza kwenda kuwasaidia kupata matokeo ambayo ni mazuri.
Kwa hiyo kama ni figisu ambazo wanataka kuzifanya, maana yake wanashirikiana pia na wadau mbalimbali, ambazo inawezekana Simba kuanzia airport, kwenye uwanja wa mazoezi wakakutana na vichangamoto vidogo vidogo tu vya kucheleweshwa, labda wameomba gari likachelewa kidogo, au labda hotelini wakacheleweshwa kidogo kupewa chakula, kwenye uwanja wa mazoezi labda wakafika kuna marekebisho kidogo yanafanyika. Yaani kuna bugudha ndogo ndogo ambazo zinaweza kutokea, ambazo sometimes unaweza usizione kama ni bugudha ambazo zinaweza kukutoa mchezoni, lakini tayari wao kwenye mpango wao wa kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo Berkane wamejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba wanaenda kuidhoofisha Simba isiweze kwenda kuleta madhara kwenye lango lao. Na kama unakumbuka mara ya mwisho Simba anacheza na Berkane pale Morocco, Berkane alishinda mabao 2-0. Alafu mechi ya pili hapa nyumbani Simba akashinda 1-0. Kwa hiyo unaweza ukaona Simba hajawahi kumfunga Berkane akiwa pale Morocco, lakini Simba amewahi kumfunga Berkane akiwa hapa Benjamin Mkapa. Maana yake Simba kwenye huu mchezo wanapaswa kwenda kwa tahadhari kubwa, kwa sababu tayari wenzetu wanashirikiana na watu wengi kuhakikisha kwamba wanafanya kila linalowezekana kuifanya Simba isiweze kwenda kuonesha yale makali yake. Tayari wameshajua wachezaji gani ni hatari kwenye kikosi cha Simba, na kwa mujibu wa taarifa ambayo nimepewa bana mshikaji wangu huyu ni kwamba tayari wameshaandaa mpango mkakati wa kuwazuia hawa wachezaji. Na kama wameandaa mpango mkakati wa kuwazuia wachezaji, maana yake issue inayokuja kufuata ni namna ya kudhibiti mbinu za Fadlu David kwenye kwa hao wachezaji, kitu ambacho kinawezekana tu kama watakuwa na mpango, kama wachezaji wao watakuwa kwenye performance bora zaidi. Lakini ukiangalia kikosi cha Berkane, by the way, kwa mtazamo wangu sio kikosi ambacho kinatisha, kwamba sio kikosi ambacho kinaweza kuwafanya labda Simba waumize vichwa sana. No, ni timu nzuri by the way, kwa sababu ni mabingwa wa Botola Pro pale Morocco, lakini wako finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini sio timu ambayo unasema kwamba Simba hawezi kushinda. Bado ni timu ambayo Simba anaweza kushinda vizuri, kwa sababu hata ukiangalia wao kwenye kikosi chao, mchezaji ambaye amefunga magoli mengi mpaka sasa ni Sof Dayo, amefunga mabao 3. Ambaye huyu Sof Dayo sio mshambuliaji, huyu ni center back, ni mlinzi wa kati. Ni raia wa Burkina Faso. Nadhani kwa wale ambao wachaangalia sana mashindano ya AFCON, mara nyingi wamekuwa kimuona, lakini pia ni beki ambaye amekaa Berkane kwa muda mrefu sana. Tangu wakati ule kina Florai Benge ni kocha wao, ana muda mrefu sana yuko pale kwenye kikosi cha RS Berkane. Kwa hiyo ni beki wa muda mrefu sana, ni beki ambaye amedumu pale kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana experience kubwa, na ndo defender ambaye ameongoa, amefunga mabao 3. Sasa kama wana defender top scorer ni defender ambaye ana mabao 3, maana yake bado sio timu ambayo unaweza kusema inaweza kukuchallenge kwa namna moja ama nyingine, ingawa huyu ni mzuri sana kwenye mipira ya juu. So kama Simba wataruhusu mipira ya kutenga ikawa inapatikana mara nyingi, inaweza kusababisha wakashindwa kuamudu, mwisho wa siku wakajikuta pia wanapoteza mchezo. So ni vitu ambavyo vinawezekana, lakini I believe kwamba kwa performance ambayo Simba wamekuwa nayo bado wana uwezo mzuri wa kwenda kuwazuia RS Berkane na wakapata matokeo ambayo ni mazuri. Hata kama wasipopata matokeo ya ushindi, lakini walau sare wanaweza kupambana na ikapatikana, na wakipambana kupata sare, naamini wakiwa Benjamin Mkapa hapa itakuwa bado ni kazi nyepesi sana kwa upande wa klabu ya Simba. Kitu ambacho Simba wanapaswa kufanya ni kuhakikisha kwamba hawaruhusu kufungwa mabao mengi. Yaani kama watafunga mabao mengi, basi walau lisizidi bao 1, iwe hata 1-0, au labda itoke sare yoyote, either bila kufungana au sare ya 1-1. Inaweza kuja kuwasaidia sana Simba kwenye mchezo wa pili. Kila laheri mnyama Simba, figisu ndo hizo zimeanza kutengenezwa, lakini the team ni lazima mkapambana. Sisi wa Tanzania tuko nyuma yenu kuhakikisha kwamba mnapata matokeo mazuri.